Na mtazamaji, kwenye awamu yetu ya pili, kipindi ni Safi ya Biashara, na katika kipindi tunajadili mada ambayo ni ushuru wa Trump. Na kwenye kipindi ninaye Bwana Henry Ndegwa. Henry Ndegwa ni mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi. Anatusaidia kuweza kuelewa ni nini ambacho kinaendelea wakati tunaona kwamba Bwana Trump ameweza kuweka ushuru. Licha tu ya kuwa ushuru huu umeweza kusitishwa kwa muda wa miezi mitatu. Karibu tena Bwana Ndegwa kwenye kipindi. Asante sana. Na kwa yule ambaye ungependa kuzungumza nasi, kumbuka ni kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV Kenya Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Bwana Ndegwa, tunazungumzia yapi ambayo pengine tunaweza kukabiliwa nayo. Naam. Wakati tunaona kwamba ushuru huu ambao ulikuwa umewekwa umeweza kusitishwa. Na nikiangalia pengine nimekuwa tu nikifikiri. Na wazo hili langu imekuwa Kenya tunaona kwamba tunakimbizana ama tuko katika hatua ambayo ni ya kwenda kutafuta makubaliano. Lakini Bwana Ndegwa, nafikiri nchi zingine kando tu na China, tunaona kwamba China ni nchi pia ambayo ina nguvu. Nchi hizi zingine pengine zinaweza kufanya nini? Ambapo nafikiri zitafanya nini? Hasa nchi ambazo zimeweza kupatiwa asilimia ambayo ni kubwa. Nchi kama vile Lesotho, nchi kama vile Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam. Nikiangalia nchi kama ambayo inafahamika kama Laos, ambayo iliweza kupatiwa ushuru wa 48. Unafikiri pengine hizi nchi zinaweza kufanya nini ili zikaweza kuwa relevant ama zikaweza kubaki na relevance? I think jambo la muhimu sana. Hizi tarifu zenye Rais Trump aliweza kuzileta. Na unaona kwa kila nchi kuna ile percentage yenye wameweza kupatiwa. Ile inalingana na ile taxation nao walikuwa wanaweka nchi ya Marekani kwa zile products zenye nao Marekani walikuwa wanaleta katika zile nchi zao. Sasa unakuta kama nchi ya Lesotho walikuwa wanaweka nchi ya Marekani tarifu yenye ilikuwa juu zaidi. So nao wakati sasa Marekani wamefanya ile review ya tariffs, nayo unaona ile nchi imeweza kupata ile nayo percentage yenye ni kubwa. So jambo lenye pengine hizi nchi zitaweza kulifanya ni jambo moja. Either wataenda wakuwe na makubaliano na ile nchi ya Amerika. So kwa zile products zenye nchi ya Amerika wana export kwa zile nchi waweze kulower the tariffs. Ndivyo nao yule rais wa Marekani akiangalia hivi aone pia zile nchi zimeweza kuloa zile tariffs kwa zile bidhaa yenye zinaweza kuwa exported kwa zile nchi. Hiyo nayo through the trade representative kutoka Marekani wanaweza fanya review na waweze kushukisha kupunguza ile percentage pale hivi. Naam, umekuwa ukizungumza, naona kwamba baadhi nyingi wa nchi ambazo zilikuwa zina export ama zilikuwa zinapeleka bidhaa zake upande wa Amerika, tunaona kwamba ni sisi tulikuwa tunataka kunufaika kwa kiasi kikubwa. Na nikiangalia pengine mmoja wa yale ambayo yameweza kufanya kulingana na uchunguzi ambao umeweza kufanywa, inasema kwamba ni kupunguza ama kuondoa tishio ambalo linaweza kudhoofisha usalama wa nchi ya Amerika. Na vile vile hii ni njia moja ya kuweza kuongeza ama kufanya Amerika ikaweza kufikia malengo ya kimkakati na vile vile kiuchumi. Lakini kando tu na hayo Bwana Ndegwa na mtazamaji, chini ya mwavuli wa AGOA tulikuwa tunaona kwamba kulikuwa na nafasi za kazi ambazo zilikuwa zinaundwa, na vile vile naona hali ya maisha ilikuwa imeweza kuboreshwa, na vile vile kulikuwa na kukua kwa viwanda, na vile vile nafasi za kuweza kuwekeza zilikuwa kwa kiasi kikubwa. Lakini ushuru umeweza kuwekwa Bwana Ndegwa. Ina maana kwamba tutaweza kupoteza haya yote ambayo tulikuwa tunaweza kunufaika nayo kutoka kwa AGOA. Kumbuka nafasi za kazi ambazo tunaangazia kuweza kupoteza inafikia 60,000. Unaonaje Bwana Ndegwa?
kabla nifikie zile impact zenye ile mwavuli wa AGOA na sasa ile tariffs ikiweko itafikia, nirudi nyuma kidogo nielezee mtazamaji mwenye anaangalia hili mada yenye inaendelea hapa ya kwamba yule rais wa Marekani kuna zile sababu zenye aliweza kupeana zenye zimemfanya akaweza kufika ile decision yake ya kuenda kuimpose zile tariffs. Jambo la kwanza aliongelea kwa kina kuhusu kitu tunaitaga kwa lugha ya Kimombo currency manipulation. Na currency manipulation nikijaribu kunukuu ya kwamba ni sisi kama, wacha nichukue nchi yangu ya Kenya. Sisi through ile kitu tunaitaga the central bank tunaenda tunanunua dola za Kimarekani kwa wingi zaidi. Tunazinunua zaidi na currency zingine tunaenda tunazinunua zaidi. So tukinunua zaidi, Kenya tunafanya tunakuwa tuko na wingi wa zile dollars. Na sasa wakati sisi tunataka ku-export zile bidhaa zetu pale hivi, inakuwa kwamba hii shilingi yetu tumeweza kwa kina kidogo ama kikubwa tumeweza kushusha ile barrier ile dola. Imeweza kukuja chini. Na ukiangalia kuna wakati katika nchi yetu ya Kenya dola ilikuwa imekalia shilingi yetu kwa kina kikubwa sana. Shilingi moja, dola moja ya Marekani ilikuwa ina exchangewa na pesa ya Kenya karibu shilingi 160. Lakini kwa saizi ukiangalia ni kwa sababu ya ile trade balancing. Saizi unakuta ile dola moja ya Marekani ukiangazia na pesa ya Kenya inaenda hata na exchange rate ya kitu shilingi 100 na kitu 30 ama 129. So kwa kiwango kikubwa tumeweza kufanya ile balancing. So wakati Rais Trump alikuwa anaangazia yale mambo, akaona sasa jinsi mnajaribu kwenda kufanya ile kitu tunaita currency manipulation. Mnachukua dola za Marekani mnajiwekea, na ile kwamba wakati mnafanya zile vitu zenye export, zile wakati mnapeleka pale hivi, zile charges zenye hiyo kitu ingetoka na ile value ikiwe chini. Lakini wakati ule Marekani anatuletea bidhaa zake, tunakuta taarifa yetu already tunamwekea taxation mara kama 3. Sasa wakati aliangazia hiyo, akasema hiyo kitu lazima hata nyinyi waimposie. Na jambo la pili, kuna ile kitu tunaitaga trade barriers. Kabla ya jambo la pili bwana, yes. Kwa ukizungumzia vile ambavyo kulikuwa na hiyo manipulation. Na kulingana na uchunguzi ambao uliweza kufanywa mwaka 2024, ulikuwa unasema kwamba nisome tu kwa lugha ya Kimombo mtazamaji kisha unaweza kulisema kwa lugha ya Kiswahili. Anasema hii ilikuwa njia moja ya reverse economic damage caused by Biden and put America on a new path which is of golden age. Nafikiri kwamba ukizungumzia jambo hilo, hii damage ambayo ilikuwa imeweza pengine kufanywa na uongozi ambao uliweza kutoka nchi ya Amerika. Na ili kuweza kuondoa hii damage ama huku kuharibika ambako kulikuwa kumeweza kufanywa, nadhani ndio maana huu uchunguzi ambao uliweza kufanywa mwaka 2024 ni hiyo damage ambayo bwana Trump anatoka kuondoa. Na tuendelee kwa hoja ya pili bwana Ndegwa. Kuna hii mwavuli wa Afrika tunaita AGOA. Tumesema ya kwamba katika hii AGOA ilikuwa imeweza kuleta ile kitu tulikuwa tunasema creation of job opportunity, ama kupeana nafasi za kazi nyingi kwa watu wengi. Tulikuwa tumeweza kuona viwanda mingi zilikuwa zimeweza ku brought up. Iliweza pia kuchange the living standards za watu wengi, kwa sababu za hizi bwana Moses ukienda uajiriwa mahali umepata ajira, na hiyo kwa kiasi imeweza kuimprove your livelihood yako ya familia yako, na umeweza change the whole society. Sasa kwa sababu ya impact yenye tunaangazia, na tunaomba tu Mungu tu asaidie sana ile kitu, ile delegation yenye yule waziri na serikali ya Kenya imeweza kutuma pale hivi, at least wakuwe na makubaliano. Walikuwa na makubaliano kwa kiasi, tutakuwa tumeponea.
Lakini ile kitu kama ule msimamo Marekani mwenye ile msimamo ataweza kuwekeza na iweke kwa kiasi kikubwa, nchi yetu tutaweza kusafa. Na ile kusafa number 1, tutakuwa na ile wale watu ambao walikuwa tumesema kulingana na ile ripoti ya mwaka 2024 Dhulua Ngao iliweza ku create nafasi za kazi kwa kiasi kikubwa sana. Ilikuwa ni 60,000. Nilikuwa nimeangalia kuna zile direct opportunities. Yes. Zilikuwa 58. Zile indirect zilikuwa zinafikia angalau 1,100 nafasi za kazi. Kwa hivyo utaweza kuona kwamba chini ya mwavuli ule nafasi za kazi ni nyingi ambazo zilikuwa zinatengenezwa. Lakini vile vile uchunguzi ambao umeweza kufanywa mwaka 2024 unaonesha kwamba tunaangazia kupoteza nafasi za kazi ambazo zinafikia 60,000. So unakuta hiyo ni kiasi kikubwa sana, kwa sababu ukiangazia kama ilikuwa imeweza ku create opportunity zaidi ya 100,000 na kitu, alafu tumeruhusu kiwango cha asilimia tumeruhusu hizo nafasi za kazi kama 60,000. Hiyo we are talking almost 40% yenye watakuwa wamepoteza ile nafasi za kazi. Na kwa njia moja ama nyingine itakuwa na impact kwa ekonomi yetu ya Kenya na watu wengi wataweza kuumia. Tuangalie industry growth. Tuweza kuona kwamba kiasi kikubwa cha watu ambao wanaweza kuajiriwa vile vile kinasababisha kukua kwa viwanda. Na vile vile naona kwamba viwanda vitaweza kupungua kwa sababu wale watu wakiweza kupoteza zile nafasi za kazi, basi tutakuwa na viwanda vipi bwana Ndego ambazo zitaweza kuwa zinakuwa. Hilo ni changamoto moja. Na tunasema ya kwamba kwa sababu watu wengi wataweza kuruhusu kazi, pia kama ile jambo lazima litaweza kufanyika, pia mimi naiona pia kama ni an opportunity. Unajua mtazamaji anaweza shindwa, mbona nasema inaweza kuwa na opportunity wakati watu wanaweza kupoteza kazi. Kwa muda mrefu sana nchi yetu ya Kenya tumekuwa tukilizai sana na kufanya biashara na nchi ya Marekani. Ili hali kuna nchi zingine zenye zimeweza kukua developed na ziko katika karibu kiasi kikubwa wamekaribiana na nchi ile ya Marekani. So ile tumefanyika, tumekuwa over dependence kwa nchi ya Marekani, tumekosa ku explore other avenues. Tuna nchi kama Canada, tuna nchi kama Netherlands, tuna nchi kama France. Hizo ni nchi zingine zenye kiuchumi zimeweza kukua kwa kiasi kikubwa, lakini ukiangalia nchi yetu ya Kenya tumeweza kuangazia kwa nchi mbili ambao ni Marekani na nchi ya China. Lakini zingine tumeweza kwa kiasi, sisemi ati hatufanyishi biashara na wao, lakini kwa kiasi tumeweza kuwafungia. Tumefocus kwa hizi nchi mbili, yenye ni nchi ya China na nchi ya Marekani. So hiyo dependence pia it is an awakening alert, yani ni mwamsho mpya ya kwamba kama nchi tunastahili pia tuache kurirai sana na nchi ya Marekani na tuanze kufikiria nchi zingine pia zenye zimeweza kudevelop, na pia tukuwe na urafiki na wao na tuende tusaini zile agreement tunaweza fanyishana biashara na wao. Kwa hivyo tunaweza tumia hiyo kama nafasi ya kuweza kupanua soko zetu. Correct. Kwa sababu tunaona kwamba kulingana na bwana Ndego mtazamaji, tunaona kwamba tulikuwa tumeweza kuegemea kwa kiasi kubwa kwa nchi za China na nchi ya US. Na hiyo ni njia moja ambayo pengine tunaweza kutumia kama an opportunity. Na bwana Ndego, wakati tulikuwa tunazungumzia vile AGOA imeweza kutusaidia, kuna jambo ambalo pia AGOA iliweza kutusaidia ni investment opportunities. Yani tulikuwa tumeweza kupata nafasi nyingi za kuweza kuwekeza. Lakini ikiwa ule ushuru ambao umeweza kusitishwa, ile derogation ambayo umeweza kutumwa nchi ya Amerika, haitaweza kufaulu. Tunaona kwamba nafasi za kuwekeza zinaweza kupungua. Sijui unafikira ipi kuhusiana na jambo hilo? Hilo kama litafanyika venye unasema ni ya kwamba nafasi za ajira zitapungua. Na jambo lingine ambalo lingekuwa la zamani zaidi
ni ya kwamba kama ile expiring date ingeweza kufanywa an extension, pia ingeweza kutuokolea, na pia tungesema katika nchi zetu za Afrika zenye ziko under ile umbrella ya AGOA zingeweza kunufaika. Lakini sasa tunaambiwa nao muda wake ile walikuwa zile agreements zenye walikuwa wamewekania pale hivi, muda wake sasa una come to an end huu mwaka mwezi wa September. Na sasa ile ndio at least ilikuwa imeweza kuunganisha zile nchi. Na watu wamefanya nini? That's why Kenya imejitokeza na ikasema tumejaribu kuangalia nafasi zote zenye tunaweza limona pale, na Marekani naweza kutuondolea hii, lakini pia tunataka tukue independence. Na kukua independence ni ya kwamba sisi kama nchi ya Kenya tuwekeane mikakati na nchi ya Marekani, tukue na ile kitu tunaita free trade agreement. Na ile free trade agreement tukue na ile AGOA ama isikue, bado nchi yetu itaweza kufanya biashara na nchi ya Marekani, na pia in terms of the tariffs hakutakuwa, kwa sababu ile agreement kuna zile mikakati zenye wataekania pale hivi. Na nchi moja ambayo iliweza kunufaika kwa kiasi ni nchi ya Morocco, yenye nilikuwa nimekwambia kati ya nchi zote za Afrika. Nchi ya Morocco ilikimbia, ingawaje ilikuwa ndio ile umbrella ya AGOA, lakini ilijitokeza kivyake ikakimbia pale hivi nchi ya Marekani mwaka 2026 wakaenda wakasainiana agreement. Na sasa pale hivi tukiangalia hata kwa nini yako, ukiangalia nchi ya Morocco haijakuwa affected. Hakuna nchi ya yes, ni kwa sababu waliweza kwenda kuwekania ile agreement. Sasa Kenya ndio wameanza kuona kumbe pale mambo imechemuka. Sasa wanaona sasa hii isipofanyika wacha tutafute nafasi nyingine ya wenye wataweza pia kusave nchi yao. Na bwana Ndeko, kuna jambo ambalo limeweza kutokea na sijui kama utaweza kukubaliana. Tunaweza kutumia ile nafasi ama ule ushuru ambao umeweza kuwekezwa, pengine kwa utapata nafasi ya kuweza kuendelea. Tunaweza tumia pengine kupanua soko yetu, tuangalie nchi kama vile nchi zingine ambazo zimeweza kutuzunguka, basi tu na nchi ya China na nchi ya US. Kulingana na Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Yes. Ningependa uniambie ikiwa unakubaliana na pengine utaweza kuona kwamba ni wazo nzuri ambalo KNCCI inasema hivi, nisome tu kwa lugha ya Kimombo. Na hii ni kulingana na gazeti la Daily Nation ambalo liliweza kuchapishwa tarehe 8 mwezi huu. Inasema this is an opportunity for Kenya to grow the textile subsector in manufacturing, considering the 10% tariff is lower compared to competitors. The comparative advantage positions Kenya as an alternative sourcing hub for US buyers seeking cost-effective solutions. Kwa hivyo kulingana na KNCCI inasema kwamba tunafaa tuchukulie jambo hilo ama ushuru ule ambao tuliweza kupatiwa mdogo na tutumie kama nafasi ya ambayo inaweza kutumika na wale wanunuzi ambao wanatoka upande wa USA. Wanaweza kutumia nafasi ile kuingia katika nchi hii yetu ya Kenya kufanya mambo yao ambayo ni ya kibiashara, na vile vile tuone kana kwamba tunaweza kupanuka ama kuendelea kwa njia kubwa. Sijui unafikiriaje kuhusiana na mimi nakubaliana na KNCCI 100%. Ni kwa sababu nchi kama ya Kenya kama tungeweza kuinvest kwa textile industries. Hii mambo yenye tuko nayo pale hivi ya kukua tuna over dependent sana na kitu, na tuseme zile product tunatoa kama tea and coffee, hatungekuwa kwenye tuko size. Nikikurudisha nyuma kidogo, wakati wa rais mwenye alikuwa rais wa pili wa hii nchi, Mzee Moi, kulikuwa na industries mingi katika nchi ya Kenya. Tulikuwa na Webuye Industries, tulikuwa na industries mingi sana, na pia walikuwa wanaweza kumanufacture. Tulikuwa tunaweza kumanufacture vitu zetu, tunaweza kucreate zile opportunities, na pia tunaweza kufanya zile exports. Na hata bila Marekani
pia zile vitu zenye tulikuwa tunaweza kuproduce zilikuwa zinaweza kuhitajika katika nchi tofauti tofauti. Lakini baadaye tuliweza kuona zile viwanda zirudi zikafungwa. Wakati zilifungwa, kitu ya kwanza tukakuwa na ile kitu tunaitaga unemployment. Unemployment ni kwamba wale watu walikuwa wanafanya kazi katika zile industries waliweza kurudi nyumbani, wakakuwa jobless. Na kukua jobless pia tukaweza kuingiza ile tunasema the in terms of the living standard ya watu wengi ikakuwa chini zaidi. Nchi yetu ikakuwa ni kama tuko na ile numbers ya watu wenye waajiriwa na wenye wako below ile tunasema they cannot be able to meet 100 a day or a dollar a day. Tukakuwa na namba ambayo ilikuwa kubwa sana. So kwa kiasi kikubwa mimi nakubaliana na pendekezo ambalo linafanyika na KNCCI ya kwamba tukiweza revive zile textile industries zetu tulikuwa nazo, hii nchi hatutaweza kukua over dependence na hatutaweza kujipata kwa ile njia panda yenye tuko kwa saa hizi. Kuna hii hoja ambayo ni mwisho bwana Ndema. Yes. Inasema hivi, the comparative advantage positions Kenya is an attractive alternative sourcing hub for US buyers seeking cost-effective solutions. Unafikiri kwamba jambo hili linawezekana? The comparative study inatuweka katika an attractive alternative sourcing hub for US buyers seeking cost-effective solution. Tunaweza kuwa na pengine advantage ile? Kwa kiasi tunaweza kuwa nayo, lakini wacha niseme tuko asilimia 50-50, 50-50. Kwa hivyo 50-50. Kama hayo itabidi ni ya kubahatisha. Hiyo ni ya kubahatisha. Lakini baada ukifikiri kama tuna ushuru, kama hatuna ushuru, unafikiri kwamba nchi kama Kenya tulikuwa tumefikia pengine ile nafasi nzuri ya kiuchumi hata kabla ya ujio wa ushuru? Unafikiri kwamba tulikuwa tumefikia hapo? Kwa kiasi tulikuwa tunaelekea pale hivi. Remember nchi ya Kenya in terms of economic growth tulikuwa tumeendelea vizuri sana. Hata kama ukiangalia the trajectory katika nchi za Afrika, Kenya tuko pale pazuri, hatuyuko pabaya. Lakini kwa ile impact yenye ilikujaga juu ile mambo za COVID, iliweza kushut the economy, na ikapia wakati tulikuwa tumeteka the right trajectory ikaweza tena kutushusha chini kama nchi. So kabla tena tuanze kuraise sasa ndio tulikuwa tumeanza kushika ile mfumo mzuri. Sasa tunaelekea pale hivi, tunaelekea kwenye paa. Haya mambo nao ya tariffs ndio tena yameingia pale hivi. So unaona tuko katika ndio finye tu pale hivi. Hatujui kama tutaendelea pale kwenda towards the peak ama tena tutarudi chini. So ile ni jambo moja ambalo ya kwamba even wale watu wenye hata serikali yetu inastahili iangazie yale mambo na iweze ku expand na tukue na marafiki wengi. Unajua sasa ile Kenya tumefanya ni ya kwamba tumelimit ourselves. Tumejiwekeza kwamba kama sio China ni Marekani. Unaona? Na kabisa ukiangalia hizi nchi ndizo tumekuwa tukioverrely sana. Lakini kwa kiasi kikubwa naangalia nchi kama ya Rwanda for example, yule rais wa pale hivi Kagame ameweza kuexplore opportunities katika nchi nyingi, na sasa hizi ukiangalia economic growth ama ile tunasema sisi Vision 2030 already kwa Kagame hiyo ameshafika pale hivi. Na ni nchi ndogo ukikompare na nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu ya nini? Yeye aliweza kuexplore marafiki wengi. Akakosa kuwekeza ya kwamba ni lazima ikuwe ni Mchina, lazima ikuwe ni Marekani. Akaweza kukua na lot of opportunities. So hata wakati tariff zinawekwa, because hata nilikuwa naona kwa taarifa hata nchi yake ni moja yenye imekuwa affected na ile ushuru ile tariff. Hana shida.
Na mimi kwa kiwango kikubwa mimi najua hata bila Marekani nchi ya Rwanda itaendelea, ni kwa sababu aliweza kuexplore more opportunities. So neither Marekani ukubaliane ile tariffs ama ile agreement yenye ilikuwa kwa nchi mbili, ama ile export yenye ilikuwa inaenda Marekani ikitoka nchi ya Rwanda iache kuja huko. Zile bidhaa zilikuwa zinatoka Marekani zikikuja nchi ya Rwanda ziachwe. Na pia nchi itafanya nini? Itaendelea. Lakini sisi kwa Kenya nimekuambia kulingana na ile ripoti yenye iko, tunaona ya kwamba sisi nchi ya Marekani ni ya pili. Zile vitu tunawapelekeanga sana. Na sasa tukisema sisi tujiondoe katika ile biashara, kwa kiwango kikubwa sisi kama Wakenya tutaumia na nchi itaumia. Na mtazamaji, nieleza kwamba muda wetu umeweza kuisha, lakini bwana Ndegwa tu kabla tujamaliza kipindi tuseme kwamba huu ushuru ambao ikiwa utaweza kupatiwa nafasi kuna vile ambavyo tutafaidika nao, tusaidia tukaweza kufaidika kwa kufungua macho na pengine tuache kutegemea pengine kufanya biashara na nchi pengine mbili ama nchi moja. Vile kuna vile ambavyo utaweza kutuadhiri. Tukimaliza kipindi, pengine ungependa kufunga vipi kuhusiana na baada hii yetu ambayo tumekuwa tukijadili ushuru wa Trump? Ungependa kupendekeza yapi na pengine ungependa pengine kufungia kipindi tuna mada ya leo? So jambo la kwanza ni ya kwamba tusife moyo kama nchi. Unajua watu pengine wanaweza ona tuko pale pabaya. Mimi nataka niambie watu katika hali ya uchumi hatuyuko pale pabaya. Na kwa sababu serikali inafanya kila juhudi na inafanya mikakati yote ku make sure ya kwamba ile tariff imeweza kuondolewa. Na najua serikali mbili wakati wanaketi chini na ukiangalia uhusiano wetu na nchi ya Marekani hata hapo awali tumekuwa na uhusiano mzuri. Hakuna mahali tutumia kuaruzana. Kwa sababu ya hiyo mimi naona hata wakati wataenda hii serikali, kwa sababu saizi wameweza wako na ile maongeo. Mimi najua ile nchi ya Marekani, unajua wataangalia, wataanza kureflect kutoka nyuma. Nchi ya Kenya imetufanyia hivi na hivi na hivi, tumeisaidiana kwa hii njia ama ile nyingine. Na naona ile mambo wanaweza wakafanya ile review na upata ile tani tumeweza kuondolewa na tuendelee kufanya ile biashara ambayo tulikuwa tunafanya awali na nchi ya Marekani. Nisalimie my colleagues from Presbyterian University. Pale ndio mimi mwalimu pale katika idara ya biashara na economics. Na kwa neema ya Mungu juzi tu hata mwezi mmoja hujaisha nimefanyika kukuwa nao the head of department. Na tunashukuru Mungu kwa yale. So pia ningetaka kuchukua hii nafasi kushukuru the management of the university na pia hata watazamaji wenye wanatuangalia pale hivi. We invite, because apart from kukuja na kusikiza mambo na TV, watu kama Moses they are the product ya masomo, walienda shule na wakasoma. So pia na invite, tuko na courses mingi sana za biashara, za business, utanipata pale. Tuko na courses za mass communication, ukitaka kusomea utangazaji, ukitaka kusomea mambo ya counseling, psychology, mambo ya walimu, education, arts, mambo ya computer sciences, hizo courses zote tuko nazo at affordable pricing. So visit us. We are located hapa Nakuru at Highway Towers. Ukifika pale hivi utaweza kutupata. Just come and enroll with us. We have even the short courses, the professional courses, which are the short one. Na pia ningesema hata wewe Moses, karibu sana kuja ufanye courses moja, short course wa leadership, ama ufanye course ya kitu tunaitaga TOT, trainers of trainees. Wakati unaenda kuapia before, because I know you are a very prominent person, you shall be meeting the corporate. Sasa wakati unaenda kuwa meet, at least you are confident enough that you are having those skills. So kwa hayo machache ningesema asante sana kwa Faraja TV and God bless us. Asante sana kwa wakati wako Bwana Ndegwa. Thank you. Pia nasi tunashukrani kwa kuweza kuja hapa. Mtazamaji, tufikia hapo na tumeweza kujua mawili matatu. Mtindo upi ama ni mwenendo wa upi ambao tutaweza kufuata ikiwa ushuru ambao umeweza kuwekezwa katika nchi yetu ya Kenya utaweza kupatiwa nafasi ya kuweza kuendelea, kuweza kurejeshea shukrani na kudhamini wale wote ambao
wameweza kuhusika kufanya kipindi hiki kikaweza kukamilika. Nikianza na wewe mtazamaji ambao umeweza kutuma ujumbe wako mfupi na kuweza kutupatia wakati wako na kutazama mada zetu, na vile vile mpiga picha wangu na mwelekezi wangu Janet Kanali. Mbona wako Moses Kagembe, hadi wakati mwingine tusome mengi ambayo yanaandamana na biashara.